Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo ni Ijumaa na tunaangazia maendeleo muhimu katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo Jaji Hamidu Mwanga amesikiliza maombi ya mwenyekiti wa taifa wa Chadema Tundu Antipas Lissu katika shauri la madai namba 8323 la mwaka 2025, ambapo ni kesi inayohusu mgawanyo wa mali au rasilimali za chama kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Lissu ambaye kwa sasa yuko gerezani kutokana na mashtaka ya uhaini alifungua maombi haya Novemba 14 mwaka 2025 akiomba kujumuishwa kama mdaiwa muhimu. Mahakama Kuu chini ya Jaji Hamidu Mwanga ilisikiliza maombi ya Lissu ya kujumuishwa katika kesi kuu, na hii kesi ilifunguliwa na Said Issa Mohamed aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar, Maulida Anna Komu pamoja na Ahmed Rashid Hamisi, wajumbe wa bodi ya wadhamini kutoka Zanzibar, ambao walifungua dhidi ya katibu mkuu wa Chadema na bodi ya wadhamini kwa ujumla. Wadai wanadai kuwa mgawanyo usio usawa wa mali za chama kama fedha, majengo na rasilimali kati ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar, na wanaomba mahakama iagize mgawanyo au marekebisho. Wadaiwa ni bodi ya wadhamini na katibu mkuu. Lissu aliingia mahakamani leo ingawa yuko gerezani kwa kesi ya uhaini, na akazungumza kama wakili mbobezi na mwanasheria. Maombi yake yaliletwa kama chamber summons, ikiungwa mkono na hati ya kiapo chake ya Disemba 12 mwaka 2025. Amesema maombi yanategemea order rule namba 10 ya Civil Procedure Code CPC Cap 33 ambayo inaruhusu mahakama kuongeza au kuondoa parties ili kuhakikisha uamuzi wa haki na ufanisi. Hoja yake kuu: kama mwenyekiti wa taifa ana maslahi ya moja kwa moja katika mgawanyo wa mali, na bila yeye kuwepo mahakama haiwezi kutoa uamuzi kamili. Amesema kifungu hicho kinaipa mamlaka mahakama ya kuamuru parties muhimu ziunganishwe, na amerejelea maamuzi ya mahakama za rufaa kama Musa Chande vs Mosa Mohamed Salim na Stanbic Bank vs Idi Alfani, ambapo mahakama ilisisitiza kuwa bila party muhimu uamuzi hauwezi kuwa effective. Lissu ameendelea kujenga hoja kwa kurejelea maamuzi mengine kama Tanges, akisema it's now an acceptable rule of law, kwamba failure kuunganisha pati muhimu inaweza kubatilisha uamuzi. Kesi kuu ilianza mwaka 2025 na Juni mwaka 2025 Jaji Mwanga alitoa temporary injunction kusimamisha shughuli za kisiasa za Chadema na kuzuia matumizi ya mali zake hadi kesi iishe. Uamuzi uliochukuliwa kutokana na madai ya uzuiaji wa Zanzibar. Hii ilidhoofisha Chadema wakati wa uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Kuanzia Februari 17 mwaka 2026, Lissu aliingia mahakamani kwa mara ya kwanza katika kesi hii na akajitetea yeye mwenyewe. Maombi yake ya kujumuishwa yalipingwa na wadai ambao ni Issa Saidi na wenzake, lakini Machi 3 mwaka 2026, Jaji Mwanga alitupilia mbali mapingamizi hayo mawili, akisema hakuna msingi wa kisheria wa kuzuia Lissu kushiriki. Uamuzi huo ulifungua njia kwa kusikilizwa kwa maombi ya msingi leo Machi 6. Na data za hivi karibuni kutoka The Citizen na vyombo vingine, Machi 3 mpaka 5 mwaka 2026, uamuzi wa Machi 3 ulipoongezwa na wafuasi wa Chadema, na maombi ya leo yanatarajiwa kuamua rasmi kama Lissu ataunganishwa kama respondent. Hii inakuja wakati Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini ambayo ilianza Februari 9 na inaendelea hadi Machi au baadaye. Hoja za Lissu zina msingi thabiti katika order rule namba 1 ambayo inaruhusu joint of parties ili kuepuka multiplicity of suits na kuhakikisha complete adjudication. Maamuzi aliyorejelea kama Stanbic Bank na Zanzibar kesi yanaonyesha kuwa mahakama inaweza kuongeza parties ambapo uwepo wao ni necessary kwa uamuzi wa haki. Kwa Lissu kama mwenyekiti, maslahi yake yako ni clear. Mgawanyo wa mali unaathiri uongozi wake, sera za chama na mustakabali wa Chadema. Bila yeye uamuzi unaweza kuwa partial au unenforceable. Ikiwa Lissu ataunganishwa, atapata fursa ya kutoa ushahidi, kuwahoji wadai na kulinda maslahi ya uongozi wa siasa. Hii inaweza kuimarisha msimamo wake ndani ya chama na kutoa ujumbe wa haki ya kisiasa. Kesi hii inaungana na migogoro mingine ya Chadema kama injunction ya Juni mwaka 2025 na shutuma za ukandamizaji.
Maombi ya Lissu yana mantiki na msingi wa kisheria thabiti. Kama kiongozi wa chama, uwepo wake ni muhimu ili kuhakikisha uamuzi wa haki na wa kina. Uamuzi wa Machi 3 wa kutupilia mbali mapingamizi ni hatua chanya kwa haki ya kushiriki na inaonyesha mahakama inazingatia kanuni za CPC bila upendeleo. Hata hivyo, kesi hii inaonyesha migogoro mikubwa ndani ya Chadema. Mgawanyo wa mali kati ya bara na Zanzibar unaweza kuwa na mizizi ya migogoro ya kiitikadi au kieneo. Lissu yuko gerezani kwa uhaini, hivyo hii inaweza kuwa jaribio la kulinda uongozi wake kutoka ndani ya gereza. Tanzania inahitaji uhuru wa mahakama na mazungumzo ili kutatua migogoro, na hii bila kudhoofisha chama au demokrasia. Hukumu ya leo inaweza kuwa hatua muhimu katika kurejesha utulivu ndani ya upinzani. Wasikilizaji, hii ni moja ya kesi zinazofuatiliwa kwa karibu sana Tanzania Leo. Tutafuatilia uamuzi wa Jaji Mwanga na tutaendelea kukuletea taarifa kadri zinavyozidi kutufikia kulingana na kesi inavyoendelea huko mahakamani, ambapo Lissu amepanda kizimbani kujitetea kuhusiana na uamuzi wake wa kujumuishwa kwenye kesi hii ili kulinda maslahi ya chama chake cha Chadema.